kila wakati, awe Frank Onyango, awe Francis Ndacha, au Isaac Deme, au Mutisia na makundi yao yote, kila wakati wanapoongea wanaongea habari za papa, wala hawaongei habari za Yesu. Warning of last days, sauti ya ukweli. Karibuni sana wapenzi wasikilizaji, wafuatiliaji wa channel ya Warning of the Last Days. Mahali popote ulipo na kukaribisha tena rasmi uketi kitako kwa ajili ya kujifundisha ukweli wa maandiko na kutoa majibu sahihi katika maandiko. Kama mjuavyo, sisi ni wanajeshi wa kudili na kila elimu inayojiinua juu ya elimu ya Mungu, na hivyo ndivyo tulivyoamriwa na maandiko matakatifu. Kwa hivyo nakukaribisha sana, na kama bado hujasubscribe hakikisha ya kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata mafundisho yetu rasmi, na pia usiachwe nyuma wakati tutakapokuwa tunaweka ama kuupload our presentation. Karibu sana. Pia tuko na platform zinginezo kama Biblia Nuru ya Dunia. Hakikisha ya kwamba pia umefika pale, na kuna mafundisho kemkem yanaendelea pale ambayo ni mafundisho muhimu sana kwenye jamii yetu. Kuna Sauti Nyikani, kuna Present Truth Loud Cry. Hizo ni channel za wana matengelezo na kuna mingi. Kwa hivyo usikose kupita kwa hizo channel bana, utajifundisha mengi. Tunakukaribisha sana ili uweze kujua ukweli wa wakati. Basi ni wakati mwingine tena ambapo tunaingia kwa somo la kumjibu mwalimu Daniel Mwamkemwa. Kaa kitako kwa ajili ya kusikiliza majibu ya Biblia, na pia tutaweza kumsikiliza yeye naye vile ambavyo amepotoa maandiko na vile ambavyo haelewi. Tuko katika nyakati za mwisho, wapenzi wasikilizaji, tunahitajika kuwa makini sana na wahubiri kama hawa. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kutoa majibu, maana inawezekana yeye naye pia haelewi, ama anatetea kitu ambacho anakitetea kidhani ni cha kweli, kumbe ni cha uongo. Kwa hivyo nia yetu hapa kutoa majibu haya si ya kwamba tunajionyesha ya kwamba tunajua. Hiyo ondoa kwa akili. Wala hatushindani, wala hakuna upinzani ama kushindana hapa, pana. Tunafanya hii kwa ajili ya kuweka ukweli wa Mungu kwa njia ya upole, tena kwa unyenyekevu mkubwa. Kazi yetu ni kufunua watu macho. Kila wakati, awe Frank Onyango, awe Francis Ndacha, au Isaac Deme, au Mutisia na makundi yao yote, kila wakati wanapoongea wanaongea habari za papa, wala hawaongei habari za Yesu. Kwa nini sisi tunaongelea upapa? Ati saa yote utatusikia tunaongelea papa, tunaongelea papa. Ni kweli, maana mtu ambaye hata kuwa makini na utawala huu wa kipapa, basi ataweza kupoteza uzima wa milele. Maana utawala huu ni utawala ambao utawakosesha wengi ufalme wa mbinguni kama una habari. Ndio naona hatuwezi tukalala, hatuwezi tukanyamaza. Hatuwezi tukanyamaza. Sasa ukiona mtu ambaye hataki utawala huu uongelewe, jua ya kwamba huyo ni mfanyakazi wa huyo utawala. Sasa sijui wewe umelipwa pesa na hiyo utawala ndio naona hutaki iongelewe, ama sijui ni kudanganywa, umedanganywa. Inafaa uweze kutuambia ni kuelewa uelewi, ama unafanyia hiyo utawala kazi ama nini? Maana sikuelewangi kabisa. Mara unakashifu, mara unasema ni mzuri, mara unasema wewe huko hapo. Sasa kama huko hapo, mbona unakasirika wakati tunaongelea? Maana wapendwa, system hiyo tusipokuwa makini, hata wewe Mwamkemwa utakosa uzima wa milele. Kwa nini? Hiyo system ndiyo ambayo imewalewesha mataifa. Ndiyo system ambayo imewalewesha raia, system ya kipapa. Katika Ufunuo wa Yohana 17 mstari wake ni wa 2. Angalia vile Mungu anatuonya. Kwa hivyo hatuwezi tukanyamaza kukosa kuongelea hiyo system. 17 Ufunuo mstari wake ni wa kwanza. Angalia.
Yohana anasema hivi, na Yohana anaonyeshwa maneno ya last days, kipindi cha mwisho. Ujumbe wa kipindi cha mwisho inasema hivi, akaja mmoja wale malaika 7 wenye vile vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule mwanamke kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na hao wakahao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya washarati wake. Kwa hivyo watu wamelewa, wafalme wamelewa, wamelewa na kanisa hili, wamelewa na mafundisho, raia nao pia wamelewa. Alafu ndaka tunyamaze? Hatuwezi tukanyamaza. Hatuwezi tukanyamaza kabisa. Hatuwezi. Maana ni system ambayo inawakosesha wengi na ufalme wa mbinguni na inawaelewesha wengi. Kwa nini tunganganie? Maana system hii ya Kiroma haijawahi kuwa na historia nzuri. Kazi yake ni kupinga ukweli wa Mungu. Kazi yake ni kujiinua juu ya kile kiitwacho Mungu. Kazi yake. Angalia. Hebu tusome katika Great Controversy kwanza. Najua kuna kitu Mwamkema haelewi na akubali kufundishwa. Yeye tu kazi yake ni kupinga tu, lakini hajui ya kwamba tunajaribu kumsaidia, lakini hataki kusaidika, hataki dawa. Sasa sijui utasaidika aje. Mungu akusaidie sana. Wote ambao watakataa kuongelelea ama kuelewa system ya Kiroma na kanisa lake la kirongo, basi jua ya kwamba watu hao wako katika hatari kubwa ya kupotea. Hiyo ndio kanisa ama system ambaye imewaelewesha mataifa na wafalme. Martin Luther hakukubaliana na hiyo serikali, na wao wanajiita ni mtoto wake. Sasa wewe Mwamkema unajiitaje mtoto wa Martin Luther, alafu utetee Roman Catholic Church, wakati Luther mwenyewe mwanzilishi wa imani ambayo unadai wewe uko ndani yake, si unajiita Mlutheri? Luther mwenyewe alisema hii system imeasi, na alijenga hoja 99 akaweka kwa mlango. Akajenga hoja akaziweka kwa mlango. Hoja. Leo wewe badala ujenge hoja kama baba yako Martin Luther, unaanza kubomoa hoja za baba yako Martin Luther. Leo Martin Luther akiamka atawashangaa wa Lutheri. Atashangaa. Mliasi, mulirudi katika kucheza disco na adui wa baba yenu wa imani, adui wa Lutheri. Mlienda kucheza disco na yeye, mlirudi kwa meza, mkaanza kukula na yeye na hamuna habari. Angalia. Sisi hatuwezi, sisi tunasimama kama Martin Luther sasa. Tunasimama kama Martin Luther. Tunajenga hoja za kuonyesha ya kwamba system hii ni system ya kuasi, ni system ya kupeleka watu mahali pabaya. Angalia katika Great Controversy 571.1. Maana Mwamkema anasema system hiyo sio system mbaya, ni system ambayo iko nzuri na ni system ambayo, my friend, soma historia ya Roman Empire, my friend. Unajua kuna Roma ya kipagani na Roma ya kidini. Na Roma ya kidini imetoka katika Roma ya kipagani. Yaani tunaposema Roma ya kidini, kuna wakati Roman Empire ilikuwa kama Urumi peke yao, utawala wa Kirumi, na ilikuwa inajulikana kama Pagan Rome. Lakini baada ya kuwaua wanafunzi, walianza kuanzisha dini yao. Sasa wakakuja na kanisa la Katoliki. Wakasema hata sisi tumeokoka. Sisi tumeokoka. Kwa hivyo tukawa sasa na ikakuwa sasa Roma ya kidhehebu. Na hiyo ndio hatari. Imeua Wakristo wengi na hawana habari. Makanisa zote za uongo zimetoka hapo. Kama hauna habari, zote zimetoka hapo. Sasa hatuwezi tukanyamaza, my friend, hatuwezi. Sasa hiyo system haibadiliki. Angalia vile tunaonywa katika Great Controversy 571.1 inasema, the Roman Church now present a fair front to the world, covering with apologies her record of horrible cruelties, ya kwamba kanisa hili la Kirumi linajiwakilishwa katika mbele ya ulimwengu, ikiwa inajaribu kuomba msamaha, na ni kweli wameomba msamaha. Wanasema tuliwe Wakristo wengi. Covering with apologies her record of horrible, wanaomba msamaha kwa matukio ya ajabu walioyatendea Wakristo wa kwanza. Alafu endelea nasema, she has clothed herself in Christ like garment. Alafu inasema kumbe anapoomba msamaha hivyo, maandiko yanasema amejifunika mavazi kama ya Kristo, yani anakuja kama mwana kondoo.
Yaani anakuja kama mtu mzuri, kama Kristo. She has clothed herself in Christ-like garments, but she is unchanged. Hajabadilika, she is unchanged. Her cruelty horrible ambayo haliyatenda katika zama za giza haijabadilika. Kwa hivyo hata anapoomba msamaha, maandiko yanasema ni kufunika tu vazi la Kristo, ni kujifunika vazi la Kristo, kuwadanganya wa Kristo. Tunajua nimeomba msamaha, lakini mateso hayo aliyoyatendea wa Kristo wa kwanza, my friend, nasema she is, but she is unchanged. Hawezi akabadilika. Angalia, endelea nasema, every principle of the purpose that exist in past ages exist today. Yani ubaya wote na kanuni zozote zilizopatikana katika miaka ya giza, past ages, miaka iliyopita ya utawala huu, kuanzia ikiwa kama utawala wa kipagani mpaka ikawa utawala wa kidini, mpaka ikawa Uroma, kuanzia kuwa ikiwa ni Roman Empire ya kipagani na Roma ya kidini. Inasema matukio hayo yanaendelea kuonekana leo. The doctrine devised in the darkest ages are still held. Love bado inasema mafundisho yake ya kipindi cha zama za giza bado yako kwenye kipindi chetu. Sasa nakupatia homework, mwamkemo, enda ujifundishe what happened during the dark ages. Walikuwa wanafanya nini hii utawala wa Kirumi? The doctrine of the Roman purpose in the dark ages ilikuwa ni doctrine ya aina gani? What kind of the doctrine ambayo walikuwa nayo, ambayo walikuwa wanaaminisha watu, ambayo walisurutisha watu waamini those doctrine, hiyo doctrine. Na kupatia homework na ukuja na presentation utuwekee hapa, alafu nitakuja nikuchambue, nikuonyeshe hiyo doctrine ndio bado iko paka wa leo. Hiyo ni homework nimekupatia. Kwa hivyo hii ni system ambayo she is unchangeable, haiwezi kabadilika, unchanged, she never changed. Kwa hivyo mtu asikudanganye. Tunajua Roma nyako saa hii imechange, na hivyo ndio Waadventista pia nao wameingia kwa mtego. Wameingia kwa mtego kama wa Mwamkema. Wanasema Roma ya saa hii si kama Roma ya zamani, ni Roma iliyobadilika. Siganuni Diop, kiongozi wa Religious Liberty, anawaambia hivyo Waadventista. Tuko katika utawala wa Kiroma ambao ni utawala mbaya, unaua watu kiroho na bado unaendelea kuangamiza watu hata kimwili kupitia agenda zake, kupitia majesusi, Jesuits. Usikuwe mbali, nitakuja na hiyo presentation pia nikuonyesha. Kwa hivyo tunapokashifu utawala huu wa Kiroma, my friend, tunajua why are we accusing. Kwa nini? Tunajua. Na ni maandiko yamesema, yametuonya. Na Paulo anasema katika Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni 3, anasema siku ya Kristo haiji, siku ya Bwana haiji. Na anatangulia kuonya kanisa, anasema mtu awaye yote asiwadanganya kwa waraka unaowadhania kuwa ni wetu. Yani barua ambayo inakuja inasema Kristo anakuja very soon. Kristo anakuja very soon. Barua yoyote ya uongo kama vile barua ya Mwamkema hiyo. Unajua hiyo bado ni barua yenye Paulo alikuwa anazungumzia. Paulo anasema siku ya Bwana haiwezi kafika. Leo Mwamkema anasema kuna secret rapture. Hiyo ni barua ya uongo ambayo inamficha mpinga Kristo. Paulo anasema mtu asiwadanganye kwa njia hiyo. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu, mpingamizi, antichrist. Lazima akuje kwanza. Kwa hivyo leo kuna barua nyingi zimetangulia na Paulo alituonya. Hata Mwamkema anatangulia anasema najua ili change, haiwezi my friend. Kwa hivyo sisi tunapotaja utawala huu wa Kiroma, ni utawala ambao lazima tukue very careful now. Kwa hivyo tuendelee kumsikiliza anaendelea kusemaje. Tunapoendelea, my friend, hakikisha kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata mafundisho mengi ambayo tutakuwa tunayaweka ama kuupload katika channel hii. Mungu awabariki sana tunapomsikiliza. Na unaposikiliza pia ufanye maamuzi, ujiandae. Si tu tunaangalia alafu unakaa hivyo hivyo, hapana.
everyone must stand in his position. Tunapokaribia kufunga historia ya ulimwengu. Kwa hivyo tengeleza maisha yako sasa hivi ya kiroho. Unakuwa saidi gani? Utakuwa katika saidi ya kina Mwamkemwa wanaopotosha maandiko, ama utakuwa katika saidi ipi? Homework is yours. Nilitoa hadi ya shilingi milioni 2 kwamba yeyote katika kikundi hicho atakayenithibitishia kwamba baada ya Yesu kufufuka zile siku 40 alizokaa duniani aliendelea kuishika Sabato, yeye na mitume wake baada ya kufufuka. Ametoa milioni kwa mtu ambaye atajibu ya kwamba Yesu aliendelea kushika Sabato. Sasa hii ni swali dhaifu na ni hoja ambayo mtu ambaye amesoma Biblia na kuelewa hawezi akauliza swali kama hilo, lakini tutaweza kumjibu tu, maana ni mwalimu ambaye tunaweza tukamuita mwalimu, kumbe ni mwanafunzi ambaye bado haelewi Biblia. Tunaelewa ya kwamba Yesu hata kama alienda mbinguni na alipokuwa duniani alisema maneno haya katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa 20. Angalia. Yesu, sisi tunaamini ya kwamba alienda mbinguni na bado yuko duniani. Katika kitabu hiki angalia Mwamkemwa, ni kuonyesha vile Yesu alishika Sabato. Hiyo sio hoja bwana, hiyo ni hoja dhaifu. Ungeuliza swali lingine, lakini sio hiyo, na wala hatutaki hiyo pesa yako. Hiyo pesa yako hatutaki, maana ni pesa ya kiburi na majivuno tu na kukataa ukweli. Angalia, inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa 20. Yesu alisema hivi baada ya kuwapatia wanafunzi the Great Commission, alipowaambia nendeni. Katika mstari wake wa 20 anasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Kwa hivyo hii ni andiko ambalo linatuonyesha ya kwamba Yesu aliendelea kudumu na wanafunzi wake. Aliwaambia, nendeni mkawabatize, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkawafundishe yote ambayo nimewaamuru nyinyi muwafundishe. Alafu baadaye anasema nitakuwa nanyi hata mwisho wa dahari. Kwa hivyo wanafunzi hawajawahi kuwa peke yao. Siku zote wamekuwa na Yesu. Wanafunzi throughout wamekuwa na Yesu. Yesu mwenyewe ameahidi. Sasa tuseme hayo maneno ya uongo. Na kama walikuwa na wanafunzi, inamaanisha ya kwamba alishika Sabato na wao. Alishika Sabato na wao, na hilo ni andiko na hiyo ni hoja ambayo Mwamkemwa leo uwezo kaipinga na uwezo katoka hapo. Hiyo milioni yako hatutaki. Sisi tunajibu kwa niaba ya kufundisha wale ambao wanajaribu kupotoshwa. Na wewe kama hauko unajua, basi ujue leo ya kwamba Yesu alisema atadumu na wanafunzi hata mwisho wa dahari, na alipodumu nao inamaanisha alishika Sabato na wao. Sasa lazima tuangalie, je, Yesu alipodumu na wao wanafunzi wake walishika Sabato? Na kama walishika Sabato, Yesu atakuwa amewaacha aje? Maana amesema niko na nyinyi siku zote. Kwa hivyo Yesu siku zote alikuwa na wanafunzi, na wanafunzi walishika Sabato. Katika kitabu ni cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 13 mstari wake ni wa 46. Angalia maandiko vile inasema. Mwamkemwa, inasema hivi, mstari wake ni wa 44. Inasema, hata Sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Na hawa ni wanafunzi. Ukisoma 42 inasema, na walipokuwa wakitoka wakawasi waambiwe maneno hayo Sabato ya pili. Na hawa ni wanafunzi. Kwa hivyo wanafunzi baada ya kumwagiwa Roho Mtakatifu wanaendelea kushika Sabato. Wanaendelea kushika Sabato. Na Yesu alisema niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Kwa hivyo leo Mwamkemwa, kama utasema ya kwamba Yesu hajawahi shika Sabato baada ya kwenda mbinguni, inamaanisha ya kwamba wanafunzi walibaki yatima bila kiongozi walipokuwa wanakusanya watu katika sinagogi siku ya Sabato ya pili. Inamaanisha walikuwa yatima, hawakukuwa na Kristo.
Na tena inamaanisha ya kwamba maneno ambayo Kristo aliyanena katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa 20, maneno hayo ni ya uongo. Utakuwa unamfanya Kristo kuwa muongo. Kwa hivyo Kristo alishika Sabato na wanafunzi, maana anatembea nao kama kiongozi. Kwa hivyo Yesu alipokuwa hai alishika Sabato. Anapoenda mbinguni bado anaendelea kushika Sabato. Angalia katika Luka 4 mstari wake ni wa 16, alipokuwa hai inasema hata ilipotimia siku ya Sabato, nasema akaenda Nazareti pale alipolelewa. Alafu niendelea kusema na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo desturi ya Kristo, ifikapo siku ya Sabato alipokuwa hai, anaingia kwenye nyumba ya ibada. Desturi, yani kawaida yake, desturi, kawaida yake. Na amesema nitakuwa na wanafunzi wangu siku zote. Kwa hivyo alipokuwa hai anashika, na alipoenda mbinguni bado anaendelea kushika. Sasa tunataka Mwamkemwa upinge maandiko haya. Tunataka upinge maandiko haya. Jambo lingine, kuhakikisha ya kwamba Kristo alishika Sabato baada ya kwenda mbinguni. Tunaona mitume waliendelea kushika Sabato. Waliendelea kushika Sabato na hakuna mmoja aliyevunja. Ndio naona Paulo anasema hivi katika Wagalatia 2 mstari wake ni wa 20. Angalia. Siku moja Sauli, kabla aitwe Paul, alikuwa analiudhi kanisa la Mungu. Yesu akamtokea akamwambia, mbona waniudhi? Mbona waniudhi mimi? Mbona waniudhi mimi? Kwa hivyo kanisa la Mungu likiudhiwa, Kristo anasema mmeniudhi. Mbona unanitesa? Kwa hivyo wanafunzi wanapofanya vitu kwa niaba ya imani, wanamfanyia Kristo, hata kama Kristo haonekani physical, lakini ako nao kiroho. Na maagizo yote aliyoyanena katika Mathayo 28 mstari wake ni wa 20 bado yanaendelea kutimia hata wa leo. Wale wanaoshika Sabato Kristo bado ako nao. Ndio naona Paulo anasema hivi katika Wagalatia 2 mstari wake ni wa 20, anasema si mimi tena, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Uhai nilio nao sio wangu tena, bali ni wa Kristo. Kwa hivyo wanafunzi walikuwa na Kristo ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo wanapoenda kwa ibada, wanaposhika Sabato, wanashika Sabato Kristo akiwaongoza, maana Kristo ako katika ndani ya mioyo yao. Yeye ndiye anaongoza kushika. Sasa nataka kuniambia wanafunzi walikosea? Pale katika Matendo ya Mitume 13 mstari wake ni 44, walikosea na Kristo ako ndani ya mioyo yao. Maana hakuna mwanafunzi wa Yesu hata leo ambaye atasema ukweli, ambaye ni Mkristo wa kweli, ambaye aongozwe na Kristo. Hata manabii, maandiko yanasema katika kitabu cha Petero, katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo Kristo hata kama ako mbinguni, anakuwa na kanisa lake kiroho, Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo Paulo anaposema si mimi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu, uhai nilio nao sio wangu tena, bali ni uhai wa Kristo, inamaanisha ya kwamba Kristo aliendelea kuishi na yeye. Sasa huyo Paulo tumuulize, Yesu alipoishi ndani yako ulivunja Sabato? Tunaposoma Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa 19, anasema aje? Anasema kutahiriwa sio kitu, wala kutotahiriwa, bali kuzihifadhi amri. Na ukumbuke huyo sio Paulo anaongea. Amesema uhai nilio nao ni wa Kristo. Si mimi tena, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo sio Paulo ananena hayo maneno. Anasema kutahiriwa sio kitu, wala kutotahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu, bali kuhifadhi amri za Mungu. Kwa hivyo na Paulo anapojibu hayo majibu, anapoongea hayo maneno, kuna watu walikuwa wamekuja katika Uyahudi. Tunaposoma Matendo ya Mitume 15 mstari wake ni wa kwanza, wakawa wanasema mtu asipotahiriwa hawezi kuokoka, hawezi kupata uzima wa milele. Kwa hivyo Paulo
anapojibu katika Wakorintho anawajibu, anawaambia hapana, kutahiriwa na kutokutahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri. Sasa ni amri gani hizi ambazo Paulo anazungumzia, ambazo mtu akizishika taokoka? Maana Wayahudi walikuwa wanafundisha watu ya kwamba utahiriwe ndipo utakapookoka katika Matendo ya Mitume 15. Lakini Paulo anajibu, anasema hapana, kutahiriwa sio kitu, wala kutotahiriwa, bali kuzihifadhi amri. Ni amri gani hizo ambazo mtu akizishika leo anapata uzima wa milele? Wacha tumuulize Yesu. Maana Paulo anasema sio mimi ninaongea, mimi nimekufa. Anasema ni Kristo ananena ndani yangu, uhai nilio nao sio wangu tena, ni wa Kristo. Sasa wacha tuulize Kristo mwenyewe. Huyu Paulo anaongea amri ambazo watu wakizishika wataokoka. Amekataza kutahiriwa ama kutotahiriwa haiwezi kufanya kuokoka ama kupata uzima. Sasa na tena amesema wewe uko ndani yake. Sasa wewe ulifundisha amri za uzima ni gani? Mathayo 19:16 inasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima uzishike amri, zishike amri. Akamwambia, ni zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, hayo yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Kwa hivyo Yesu anatupatia amri ambazo amri ambazo Paulo anazizungumzia. Anatupatia amri ambazo tukizishika tunapata uzima wa milele. Naye Paulo anaambia Wayahudi ya kwamba amri hizo ndio tunafaa tuzishike. Kwa hivyo Paulo anapozungumza, na ukumbuke sio yeye. Kwa hivyo amri za uzima ni hizi ambazo alizitoa kwa Yesu. Paulo anasema hizi ndio tunafaa tushike ili tuokoke, lakini sio kutahiriwa ama kutotahiriwa ati ndio mtu ataokoka kama Wayahudi walivyokuwa wanadai. Sio hivyo, bali ni kuzishika amri. Alafu Yesu akazitaja baadhi ya hizo amri, akasema usiue, usiibe, usizini, waheshimu baba yako na mama yako. Alitaja amri 10, the 10 commandment. Kwa hivyo Paulo anaposema ya kwamba kuzishika amri ndiyo itakayofanya mtu apate uzima wa milele, anazungumzia 10 commandment. 10 commandment. Mwamkemo usikuja hapa na kusema ati ni amri za kutahiriwa. Najua nilikusikia ukisema ati amri sio hizo. Paulo amepiga marufuku, anasema hapana, sio hizo. Kutahiriwa sio kitu. Amesema. Na ukumbuke sio yeye, ni Kristo aliye ndani yake. Kwa hivyo Kristo alishika Sabato pamoja na wanafunzi wake. Aliwaambia, sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu tena. Sasa leo mwamkema anataka kusema wanafunzi walipokuwa wanashika Sabato Kristo hakukuwa na wao. Hiyo ndio mawazo ambayo huko nayo ndani. Si hivyo ndio tunajaribu kumaanisha? Kristo hajawahi haacha wanafunzi wake. Wale ambao hawashiki amri kama Kristo, hawashiki amri kama Paulo alivyosema, hao ndio ambao Kristo hapatikani kwao. Hapatikani kwao. Lazima ufahamu hilo. Lazima ufahamu hilo. Kristo hapatikani kwao. Anapatikana kwa wale wanaoshika amri za Mungu ikiwemo Sabato. Ndio naona katika Waebrania, katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wake ni wa 9 inasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu wanajulikana kwa kushika Sabato, na Mungu mwenyewe ndiye amesema, si ni andiko limesema. Na ukumbuke huyo bado ni Paulo. Na sikumbuka sio yeye Paulo anasema, ni roho ya Kristo iliyo ndani yake. Anasema mimi nilikufa kitambo. Kwa hivyo anapohubiri sio yeye, ni Kristo anahubiri ndani yake. Anaendelea kutuambia imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu hawapingi Sabato. Watu wa Mungu wanafurahia Sabato. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo ukiona mtu kama Mwamkema ashiki Sabato, afurahii Sabato, jua huyo ni mtoto wa Ibilisi. Lakini anadai kuwa yeye ni Mkristo.
kama Wayahudi walivyokuwa wanadai sisi ni wa Ibrahimu. Lakini Yesu akawaambia hapana, nyinyi si wa Ibrahimu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ibrahimu hakuwa na mawazo ya kutaka kuniua kutaka kuniua kama vile nyinyi mnataka kuniua. Ibrahimu hakuwa na mawazo ya uaji. Alafu verse 44 anawaambia, niwaambie baba yenu ni nani? Katika Yohana 8 mstari wake wa 48 Yesu akawaambia 44 akasema, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendaza kuzitenda. Umesikia? Alafu anasema yeye hakusimama katika kweli, alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kweli haipatikani ndani yake. Kwa hivyo leo umati mkubwa wa Wakristo wanaweza kiri ya kwamba wao ni Wakristo, wakitumia jina nzuri, jina la Kristo, wamejiingiza, wanatumia jina hilo, lakini tunapowachunguza na imani, jina hilo alifai kuwa lao. Alifai kuwa lao kabisa, alifai. Mkristo anafaa haitwe Mkristo wakati anayatenda mapenzi ya Mungu. Kristo akasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni mapenzi gani hayo? Mwamkema tuambie. Ni mapenzi gani hayo? Mapenzi gani hayo? Na tunaona Yesu amefundisha watu. Anawafundisha mapenzi ya Mungu. Anawaambia ukitaka kurithi uzima wa milele, zishike amri. Paulo naye anasema zishike amri. Kutahiriwa sio kitu wala kutotahiriwa, bali kuzihifadhi amri. Kwa hivyo Wakristo wa kweli wanashika amri, lakini kuna wengi wanaojiita Wakristo lakini hawashiki amri. Hao wanangojea moto wa jehanamu. Nawaambia na mapema, tubuni. Mwamkema hatutaki hiyo milioni yako. Nafikiri ya kwamba nitafurahia ile wakati hiyo milioni, nitafurahia ile wakati utakapo ikubali Sabato, basi hiyo itakuwa ni jambo nzuri sana. Kwa hiyo mitume walishika Sabato, wanafunzi walishika Sabato, hata manabii. Hebu tuendelee kumsikiliza. Na kwa sababu wanaongea habari za papa, wanafika mahali pa kumfananisha Yesu na papa. Wanamfananisha Yesu na papa, kwamba kama vile Yesu alivyoonekana anakufuru alipokuwa akinyosha mambo kwa Wayahudi, wao walimuona anakufuru. Ndicho hicho ambacho kina Frank Onyango na makundi yao wanasema kwa vinywa vyao kwamba papa naye amekufuru. Manake papa naye kwa mtazamo wao amekufuru. Bado anaendelea kupotea kabisa, lakini tuko hapa kwa ajili ya kumsaidia na kusaidia wengi wasije wakaingia katika mtego wake ama wakaamini kama yeye. Sasa sisi hatumfananishi Kristo na papa, wala hatuwezi tukamfananisha kabisa, haiwezekani. Tunapinga, tunasema yeye ndiye aliyejifananisha, yani amechukua mamlaka ya Kristo, na sio sisi tunamfananisha. Wao wenyewe wanakiri katika vitabu zao. Angalia, hii ni kitabu yao, hii ni Catholics, hii ni Question and Answers ya Kizungu, Catholic Catechism. Angalia katika ukurasa wake ni 41. Wao ndio wamejifananisha, sio sisi. Mbona unatuwekelea? Ati unajua hawa wanamfananisha Kristo na papa? Nani na umai sikia mwana matengenezo akisema papa amefanana na nani? Si tunasema amechukua mamlaka ya Kristo. Ameketi katika hekalu la Mungu kana kwamba yeye ndio Mungu. Maandiko yanasema hivyo. Na pia katika vitabu zao zinasema hivyo. Angalia ukurasa wake wa 41, Question and Answers, Catechism ya Kiingereza. Angalia inasema, why do we call the Pope the Vicar of Christ? We call the Pope the Vicar of Christ because he takes Christ's place as the head of the church on earth. Umeona? Kwa nini tunamuita Pope the Vicar of Christ? Wanasema ni kwa sababu anachukua majukumu ya kusimamia kanisa la Mungu. Yani yeye ndio kichwa cha kanisa duniani, the head of church on earth. Acha nikusomea Kiswahili labda ndio utaelewa. Vitabu ziko katika zeme maswali na majibu. Wao usomi hizi. Kama ungesoma hizi haungetusingizia ati sisi tunamfananisha. Ni vitabu zao zenyewe zinasema kweli yeye amefanana na Kristo, na kwa sababu hiyo hanakuwa amekufuru. Na hajafanana na Kristo peke yake, hajataka kufanana na Kristo peke yake, mpaka ametaka kufanana na Mungu. Amejiinua juu ya kile kiitwacho Mungu. Na ni maandiko haya. Unataka tupeleka wapi? Sio sisi tunasema. Angalia ukurasa wake wa 52.
na 53 Katekisimu ya Kiswahili inasema hivi: kwa nini tunamuita Baba Mtakatifu mwakilishi wa Kristo? Umeona? Wenyewe wanasema ni mwakilishi, the vicar, mwakilishi. Kwa nini tunamuita Baba Mtakatifu mwakilishi wa Kristo? Tunamuita mwakilishi wa Kristo kwa sababu anachukua nafasi ya Kristo ya kuliongoza kanisa humu duniani. Umeona? Katika kitabu ni cha Wakolosai 1 mstari wake ni wa 18. Alafu uniambie ni nani amemfananisha? Ni vitabu zao wamechukua, wanasema anasimamia kanisa la Mungu duniani. Kwa hivyo amevaa viatu vya Yesu, the head of the church, kichwa cha kanisa. Hebu tusome andiko moja hapa katika Wakolosai. Unajua mwamkemo anatabika tu vitu, ajui hizo vitu kana kwamba ni matabiko tu ya bure. Naye amekuweko kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili. Mwili unaozungumziwa hapa ni kanisa. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo na ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa hivyo sio sisi tunamfananisha, ni maandiko yanamfananisha, ni maandiko. Paka vitabu zao. Amejaribu kufanana na Mungu, amechukua nafasi ya Kristo, yani nataka kuabudiwa, na ni vitu ambazo zinafanyika leo. Amechukua nafasi ya Kristo kivipi? Kristo tumeona ndio kichwa cha kanisa. Yeye sasa anasema yeye ndio head of the church on earth, the vicar of Christ. Jambo la pili, katika waraka wa kwanza wa Yohana 2 nasema, watoto wangu wadogo nawaandikia kwamba ili kwamba mtu asitende dhambi, na kwamba mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba ambaye ndio Kristo Yesu. Ndiye kipatanishi kwa dhambi zetu, wala sio dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Aya, sikiliza pia vile inasema katika ukurasa wake wa 53 Katekisimu. Sikiliza hayo maneno ambayo tumeyasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana, ndio utayapata kwenye hii Katekisimu. Kwa hivyo ni maandiko yanamfananisha, yani hiyo system inataka kufanana, inabishana na Mungu. Angalia, inasema hivi: padri ni mwanaume. Kwanza anauliza swali, who is a padri? Padri ni nani? Alafu anasema padri ni mwanaume anayeshiriki katika kazi ya askofu na amepewa na Kristo uwezo wa kuhubiri Injili. Alafu sikiliza cha kushtusha, cha kushangaza. Anahubiri Injili, alafu kusamea dhambi. Ati nini? Kusamea dhambi. Hiyo ni makufuru, makufuru. Ndio unaona system hii iko na majina ya makufuru. Tunaposoma Ufunuo 13 mstari wake ni wa 2 kuendelea, ni system ambayo iko na majina ya makufuru. Yaani makufuru yanapatikana pale. Makufuru yanapatikana pale. Ati anasamea dhambi. Kwa hivyo mwenye kusamea dhambi wa Kristo ulimwengu wote wanajua ni Kristo. Lakini Wakatholiki wako na Baba. Kwa hivyo wenye wanasamea dhambi leo mwamkemo ndio kusema ni wawili. Sisi tunajua mpatanishi wetu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa 5. Inasema Mungu ni mmoja na Kristo Yesu ni mmoja ambaye ndiye mpatanishi wa dhambi zetu. Kwa hivyo Kristo peke yake ndiye kipatanishi cha dhambi zetu. Hatuna mpatanishi mwingine wa dhambi atanaweza kutusamea dhambi, hakuna. Ni Kristo peke yake ndiye anayetusamea dhambi zetu. Yeye peke yake ndiye aliye na mamlaka ya kusamea dhambi zetu kupitia damu yake. Damu ya Kristo ndio iko na nguvu peke yake. Hakuna damu ya pope ama damu ya padri iko na uwezo, maana hajapewa mamlaka. Kwanza hajapewa mamlaka, amejipa mamlaka. Kwanza hata siku jipa, amepewa mamlaka na shetani. Katika Ufunuo 13 inasema joka akampa mamlaka na akampa kiti chake cha enzi. Kwa hivyo shetani amempa system hii ya mpinga Kristo kiti chake cha enzi na amempa mamlaka. Hiyo ndio kitu mwamkema hujui. Alafu unasema tusiongele na amepewa kiti na shetani. Kwa hivyo anabishana na serikali ya Mungu. Anabishana na serikali ya Mungu. My friend, kama bado utaendelea kumwamini mwamkema, uko katika hatari kubwa ya kupotea. Ondoka hapo. Ondoka hapo mapema. My friend, vitabu zao zinasema amejifananisha na Kristo, sio sisi. Maandiko pia yanasema amejifananisha na Kristo, sio sisi. Kwa hivyo usituwekelee sisi.
ni Biblia na pia vitabu zao zina support. Sasa wewe unasimama upande gani? Unasimama wapi kama sio kubisha tu? Mwenye kuelewa na aelewe, mwenye kubisha endelee kubisha. Hebu tuendelee kumsikiliza. Sasa huyu mwanamke kwa sababu anasoma Ufunuo 17 kila wakati amekuwa anasema mwanamke ni kanisa. Sio kila wakati mwanamke ni kanisa. Nimefundisha mara nyingi na ninarudia tena. Hata nchi unayoishi inaitwa mwanamke. Haya, pia anaendelea kusema ati sio kila mahali ambapo pametajwa mwanamke ni kanisa. Ni kweli kabisa. Tunakubaliana na wewe kabisa. Lakini katika kitabu cha Ufunuo akizungumzia mwanamke ambaye ni nchi, ama akizungumzia mwanamke ambaye ni physical kama wanawake wanaovaa skati wa kawaida, hapana. Pale imezungumzia, na ndio naona kwa kitabu cha Ufunuo kuna wanawake wawili ambao Yohana amesisitiza. Na kwanza malaika ndiye anamwambia katika Ufunuo 17, alimwambia njoo huku, angalia. Inasema hivi katika kwa Ufunuo Yohana 17 mstari wake ni wa kwanza. Angalia. Yohana anatuarifu hivyo, anatuambia hivi. Na anatuonyesha maneno ya kipindi cha mwisho. Anasema akaja mmoja wale malaika 7 wenye vile vitasa 7. Akanena nami akasema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na hao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya washarati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Ati ako na majina ya nini? Ya makufuru. Kwa hivyo huyu sio mwanamke wa kawaida, hapana. Unaweza kusema sasa huyu mwanamke ni nchi. Nchi imekufuru haje? Nchi iko na majina ya kukufuru haje? Kwa hivyo inamaanisha kitu ya kwanza, huyu sio mwanamke wa kawaida. Sio mwanamke ambaye anawakilisha nchi ama mwanamke wa skati wa kawaida, hapana. Ako na majina ya makufuru. Na tumejifundisha makufuru ni nini? Ni kujaribu kufanana na Mungu ama kuchukua position ya Yesu. Hiyo inaitwa makufuru. Angalia. Alafu inaendelea nasema ana majina ya makufuru. Alafu alikuwa ameketi kwa mnyama mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na mwanamke yule aliyekuwa amevikwa mavazi ya nguo ya zambarau na nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washarati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona mwanamke yule amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipoona nilisaajabu ajabu kuu. Na yule malaika akaniambia, kwani kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Kwa hivyo huyu sio mwanamke wa kawaida. Kwanza ni system, hii ni system, ni kanisa. Kwenye kitabu cha Ufunuo 17 na Ufunuo 12 inazungumzia makanisa mawili. Kwanza huyo mwanamke ako na kikombe. Kikombe kinalewesha mataifa, kinalewesha wafalme na raia. Kikombe kilipatikana wapi tena? Katika Mathayo 26:27 ama 29:27 Mathayo. Yesu aliketi na wanafunzi akawapa kikombe, akawaambia nyweni katika kikombe hiki kuwa ishara ya damu yangu. Kwa hivyo na huyu mwanamke, ili kanisa la Kiroma linajifananisha na Kristo. Kwa hivyo ili lifanane na Kristo lazima pia liwe na kikombe. Na ndio naona huyo mwanamke ameshikilia kikombe. Lakini maandiko yanasema kenye kinapatikana kwenye hiyo kikombe ni machafu na machukizo ya washarati wake. Lakini ndani ya kikombe cha Kristo ni uzima wa milele na doktrini yake ya ukweli. Kwa hivyo huyu mwanamke ni kanisa la uongo, the false church, kanisa la uongo katika Ufunuo 17. Sio inchi kama vile wanasema. Huyu sio kwenye kitabu cha Ufunuo sio mwanamke wa kawaida, my friend.
na ni malaika anamwambia Yohana Mbatizaji, katika kipaji cha uso wake kumeandikwa jina la siri. Jina la siri sio ati mtaliona ovyo ovyo. Jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hivyo huyo kwanza ni Babeli wa kipindi cha mwisho kama hamna habari. Kwa hivyo wakati unaingiza mdomo kwa hiyo vikombe yake, unakuwa mwanawe. Kama vile wewe leo Mwamkemwa unashiriki fundisho lake moja la kushika siku ya Jumapili, maana yeye ndiye alianzisha, sio Mungu, ni yeye. Kwa hivyo wewe Mwamkemwa ni mtoto wa huyo mwanamke. Wacha vile unasema hapo, mimi siko hapo, mimi uko hapo. Mpaka ile siku utaachana na mafundisho yake ya uongo na Jumapili yake ya uongo, basi ndio hautakuwa hapo. Sasa ndio utakuwa umekamilika kuwa utakuwa mwana wa Luther mkamilifu. Na ile siku utaanza kumpinga, ndio sasa utakuwa mwana wa Luther mkamilifu kama vile baba wenu Martin Luther alivyofanya. Lakini ukikataa wewe bado unakunywa hiyo kikombe. Umeelewa? Hebu tuendelee tuweze kumsikiliza anasema nini. Hapa tutarudi mstari wa 15. Hapa pamesema na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa dunia. Kumbe kitabu cha Ufunuo kinajua ule mji, ile Babeli inayosemwa ni mji mkubwa, wakati Vatican ni mji mdogo na ndio nchi ndogo kuliko zote duniani. The smallest country in the world is Vatican. Angalia maana yake, hata huyo anayeongea hajui anafananisha nini na nini. Kwa hata hajui Vatican ni nini, wala hajui mji wa Roma ni nini. Kuna kitu pia kimempiga chenga katika Ufunuo wa Yohana 17:18. Angalia. Na hii ni kukosa kuelewa maandiko yanamaanisha nini. Angalia. Inasema, na yule mwanamke aliyemuona ni mji ulio mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Sasa yeye aliposikia ni mji ulio mkubwa, maandiko yamesema yule mwanamke ni mji ulio mkubwa wenye wafalme juu ya wafalme. Akasema Vatican ni kasiti kadogo. Kwa hivyo ukubwa ambao umezungumziwa pale sio ukubwa wa mji. Hebu tusome ya Kiingereza pia, labda ataelewa huyo Mwamkemwa. Angalia. Inasema, and the woman which thou sawest is that great city. Yule mwanamke uliyemuona. Maandiko yanasema is that great city. Yule mwanamke ni mji mkubwa which reigns over the kings of the earth. Ambaye anaongoza wafalme wa dunia. Ni mji ulio mkubwa juu ya wafalme wa dunia. Kwa hivyo ukubwa ambao umezungumziwa pale sio ukubwa kwa upana at great city kubwa, siji the largest city. Haizungumziwi upana wa the city. Inasema huyo mwanamke is a great city ambaye anaongoza wafalme wa dunia. Kwa hivyo the word great ambayo imetumika pale ni nguvu ambayo ako nayo, ambaye anaweza kuongoza wafalme wengineo. Si ati sasa mji wake lazima ukuwe mkubwa, hapana. Ni nguvu yake imefananishwa kama great. Kama vile kuna huyu anaitwa Alexander the Great, Alexander the Great. Si ya kwamba sasa Alexander alikuwa na ama Alexander ndio sasa ndio alikuwa ni city kubwa kama vile Mwamkemwa anafikiria, hapana. Ni nguvu aliyo nayo ya kuwatawala wafalme. Ndio naona leo akikohoa tu Magufuli namtaka akuje huku, anakuja mara moja. Lakini Magufuli alikataa. Sasa yako wapi? Samia sasa alikuwa huko. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa huko. Vatican City imealika viongozi wengi wanaingia kule, na akikohoa tu wanakuja. Maana mataifa mengi na raia wengi hawana habari ya kwamba serikali hii ama Vatican hii is a great city.
he has power over the kings of the world. Wako na nguvu, wako na nguvu. Ndio unaona hata wakati wa corona macho yote ilielekea kwake. Tufanyaje baba, tufanyaje baba, walikuwa huko. Akikuja katika nchi yako anaalikwa, na yule anayeenda kumwalika sio mtu wa kanisa. Ukitaka kujua, maandiko yamesema yeye ndiye anaongoza wafalme wa dunia. Angalia, wafalme ndio wanaomkaribisha anapoingia katika nchi yoyote. Si ati mkuu wa dini anamkaribisha. Kwa nini sio mkuu wa dini? Maana yeye ndiye kings of the kings in the world, kama una habari. Na Danieli alionyesha, akaambiwa mnyama wa 4 utakuwa ni ufalme wenye nguvu, utakula na kuvunja vipande vipande. Ndio naona katika Ufunuo Yohana wapati anasema, is that great city the woman you saw, mwanamke ambaye ulimuona, ni mji ule mkubwa. It is a great in power, it is not a great sijui kwa vipimo vya square ama sijui milima ama nini, hapana. Hako ka nchi ni kadogo, lakini kanaongoza wafalme, kametoa kana fund pesa, mambo mingi ambayo inaendelea duniani. Wako na mabanki zao ambazo ziko katika dunia mzima. Sports, kuna mambo mengi utakuja tuzungumzie hapo. Sasa hivi sitaki kuingia huko. Great inazungumzia its power. Its power. Nafikiri hilo umelielewa Mamkema. Hebu tuendelee kumsikiliza. Alisema tokeni kati yao. Kweli walitoka. Wamekwenda wapi? Kumbe wamekwenda kwa Yesu. Watoke wapi? Watoke kwenye utawala wa makaisari wa papa na ibada zao, wenye makaisari wa Kirumi na ibada zao, waende kwa Yesu. Kwa hiyo maana yake tawala hizo zilipojaribu kutaka kuwabadilisha waiache imani ya Yesu, hawa walikataa. Ndio maana wako kwenye kiti cha enzi na wametoka kwenye ile dhiki, kwamba tawala hizo zilikuwa zinawatesa, lakini walitoka katika ile dhiki. Aya, Mwamkemo amesoma vizuri andiko katika Ufunuo 18 ya mstari wake ni wa kwanza kuendelea. Inasema tokeni kwake. Ni andiko nzuri sana ambalo nimependezwa niliposikia unasoma hilo andiko. Tokeni kwake enyi watu wangu. Na akasema vizuri, watu lazima watoke waende kwa Kristo. Lakini sasa yeye anaona tu watu watoke katika utawala wa kipagani. Anazungumzia watu watoke katika utawala wa kipagani wa awali. Aoni utawala wengine wa Kiroma wa kiroho, spiritual Babylon. Unajua kuna papal Rome na kuna spiritual Rome, kama hauna habari. Wakati utawala huu ulipokuwa unaanza kutawala, ulianza kutawala kama utawala wa kipagani. Utawala ambao uliongozwa na hao wafalme kina Nero, Kaisaria, Augustus, sijui nani hao. Kwa hivyo wewe unaona tu, wewe Mwamkemo unaona tu hao viongozi. Lakini hauoni kwa undani sasa hivi atuongozwe na hao akina Augustus na Kaisaria sasa hivi. Sasa hivi katika hiyo system kuliinuka mtawala ambaye anasimamia dini na wakaanzisha kanisa. Kwa hivyo hii ni Roma ya kiroho, spiritual Rome, spiritual Babylon. Wewe huoni hiyo? Kwa hivyo kwenye kitabu cha Ufunuo 18 Mungu haiti watu watoke katika utawala wa kipagani wa Kikaisaria. Maana wakati Kaisaria na Agustino na wengineo walipokuwa naongozwa kipindi kile hawakukuwa na kanisa. Hawakukuwa na kanisa. Tunafaa tuangalie kipindi chetu sasa. Mungu anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, anatuita tutoke wapi? Hiyo ndio kitu ambacho Mwamkema hataki kujua. Bado anaelekeza watu kule. Huko tulitoka kitambo. Tulitoka kitambo. Hata Warumi wenyewe hawako huko sasa hivi. Walitoka kitambo. Saa hii wako katika ni Roma ya kidini. Church and state, hapo ndio tuko. Kwa hivyo Mungu anaambia watu wake kwenye kitabu cha Ufunuo, tokeni kwake enyi watu wangu, ikiwemo wewe Mwamkemwa, lakini hautaki kutoka maana hauelewi. Na ndio kitu ambacho sisi tunapigia watu kelele saa zote. Watu watoke, come out of msishiriki dhambi zake. Maana dhambi zake watu watashiriki katika kikombe chake ambacho kimejawa machukizo na machafu ya washarati wake. Kikombe chake. Maandiko yanasema tusishiriki
Kwa hivyo kukosa kushiriki ndio kutoka kwake, na watu waanze kutoka mapema sasa hivi. Wachana mafundisho yake ya uongo, Mungu wake mgeni wa utatu, muachane na ibada yake ya Jumapili, mtoke huko. Hiyo ndio maana ya kutoka kwake. Kwa hivyo Mwamkemo anakubaliana na andiko linasema tokeni kwake, lakini ni shida tu auelewe watu watoke wapi na watoke haje, na kutoka ni kutoka haje. Hiyo ndio shida tu, lakini tunazidi kukuombea Mungu akusaidie kukuelewa. Kwa hivyo kutoka hapo ni kutoka katika system ya Kiroma ambayo ni Roma ya kidini, church and state. Mungu awabariki. Hebu tuendelee kumsikiliza. Yesu anaijua sabato kuliko wewe. Kwa nini? Yeye ni Bwana wa sabato. Alipokuwa anakaribia kwenda kusurubiwa, alijua itatoka kuhama kutoka kuitunza siku ya sabato kama siku ya ibada, itahama na kuachwa siku ya sabato, na itaenda kuanza kutunzwa siku ya kwanza ya juma ambayo leo tunaita Jumapili. Yesu alijua, na ndio msingi wa hii ole. Sasa alikuwa anawaambia wale wa sabato wa wakati wake, akiwaambia ole kama mtaendelea kushikilia mafundisho ya kisabato kama yalivyo katika Agano la Kale hata baada ya mimi kufufuka. Huyu jamaa lazima watu wakuwe macho. Lazima ukuwe macho. Na hurumia sana wanafunzi wa Mwamkemo. Wale ambao wako nyuma ya Mwamkemo na hurumia sana. Kitu ya kwanza ajui historia vizuri. Kazi yake ni kuingia Google. Angalia, amesema ati Yesu aliondoa sabato. Hiyo ni uongo. Ati Yesu aliondoa sabato. Hakuna kitu kama hiyo. Yesu hajawahi kuondoa sabato. Hajawahi kuondoa sabato. Angalia. Acha nikusomee quotation moja. Unajua sisi tunasoma vitabu za historia. Vitabu ambazo vimeandika historia ya kidhehebu, vile Ukristo ulivyokuwa na mambo yalivyokuwa yanaendelea. Katika Great Controversy 574.1 inasema, Eusebius, askofu aliyetafuta upendeleo wa wakuu na ambaye alikuwa rafiki wa pekee na mtunzaji wa Konstantino, aliendelea kudai kwamba Kristo alikuwa amehamisha sabato hadi Jumapili. Unaona? Roho nabii anatuambia haja. Kuna jamaa aliitwa Eusebius ambaye alikuwa ni mtunzaji wa Konstantini. Alitafuta upendeleo kwa wakuu wa Kiroma. Alafu inaendelea kusema alidai kuwa, sasa huyu ndiye alidai, kumbe sio ukweli. Sasa huyu alidai na ni kiongozi zama za zamani. Alidai. Si anasema ati Kristo aliondoa kama vile wewe unasema. Sasa wewe wa karne hii ulijuaje Kristo ameondoa? Na hakuna ushahidi. Hakuna ushahidi wa maandiko. Kuna andiko moja linasema Kristo aliondoa sabato. Mkipata hilo andiko nakubaliana na nyinyi. Lakini kama hakuna andiko kama hilo, basi mjue ya kwamba mnaamini uongo. Quotation inaendelea nasema, hakuna hata ushahidi mmoja wa maandiko uliotolewa ili kudhibitisha fundisho hili jipya. Fundisho gani? Fundisho la Eusebius aliyedai kuwa sabato imehamishwa kutoka Jumamosi mpaka Jumapili. Ellen White anasema hakuna hata ushahidi hata mmoja unaodhibitisha ya kwamba ni kweli imehamishwa kutoka sabato hadi Jumapili. Na mimi pia naomba ushahidi kwa Mwamkema. Kunayo andiko ambayo inasema sabato ilihamishwa kama vile wamesema ilihamishwa ikapelekwa Jumapili. Kunayo? Thubutu. Ni kibarua kigumu na kupatia. Kama kunayo, naomba. Wakatoliki wenyewe wanasema hivi katika katekisimu kubwa. Sasa waacha tuingie hapa. Angalia vile wenyewe wanasema. Angalia. Sisi hatuwawekelei, tunasoma tu maandiko. Kwa hivyo nimeomba ushahidi sabato ilibadilishwa kutoka kwa maandiko, tuone kama itapatikana. Hakuna. Angalia pia wenyewe wanasema. Hii ni katekisimu kubwa. Katekisimu kubwa ya kanisa lao inasema hivi. Wenyewe wanasema, sisi sote tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndio siku ya kwanza baada ya sabato ya Kiyahudi. Kwa hivyo wao wanakusanyika
siku ambayo wameita siku ya jua, Sunday, Sunday. Wanasema Sunday ni baada ya sabato ya Kiyahudi. Na tunaona sabato ya Kiyahudi ndio sabato ambayo Mungu aliitakasa, akaitenga ikawa siku ya ibada. Alafu anaendelea kusema, lakini pia siku ya kwanza, wakati Mungu akiitenga vitu vyote kutoka katika giza, alifanya ulimwengu. Ni siku hii Yesu Kristo Mwokozi wetu alifufuka kutoka wafu. Kwa hivyo umeona hiyo madai yao. Kwa hivyo wao wanakubali kuna sabato ya Kiyahudi na kuna sabato yao ya uongo, Sunday, siku ya jua. Kwa hivyo wao wenyewe ndio wanakubali, walibadilisha siku ya sabato. Wao wenyewe ndio walibadilisha wao, sio Yesu. Hakuna andiko hata moja Yesu alibadilisha. Hakuna. Kama kunayo naomba kupewa. Napo ngojea kupewa andiko, hebu tumsikilize. Anaposema kwa jina lako uwalinde hawa, anasema naja kwako Baba Mtakatifu. Amempa heshima, sio kwamba Baba Mtakatifu ndio jina, kwa jina lako. Nimeweka challenge, kama mahali popote nitaonyeshwa kwamba neno Baba Mtakatifu ni jina la Mungu. Hakuna hilo. Jina la Mungu linalotulinda ni Yesu. Kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa. Sasa wao wanageuza, wanaenda kuweka eti kwamba Baba Mtakatifu, kwamba Papa naye alivyoipewa yani anavyoitwa kwa heshima, kwamba wanasema amekufuru. Alipokufuru ni wapi? Kwani Baba Mtakatifu ni jina la Mungu? Haya, bado anaendelea kusema jina la Baba Mtakatifu sio jina la Mungu. Sasa unataka likuwe jina la Baba wa Vatican peke yake ndio utakubali. Lakini Baba wa mbinguni akiitwa Baba Mtakatifu hautaki. Lakini wa Vatican ndio unasema basi hiyo ndio Baba Mtakatifu. Lakini wa mbinguni unasema sio jina lake. Sio nikasema wewe labda unamfanyia kazi huyo Baba Mtakatifu. Sasa jina Baba Mtakatifu katika Biblia ni jina la Mungu. Na tumeona tayari hii system ya Kiroma imechukua jina la Mungu. Katika Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni 3 tuliposoma. Inasema amejiinua juu ya kile kiitwacho Mungu. Amechukua jina la Mungu. Kwa hivyo hii system imechukua jina la Mungu. Sio kusema hapo ati sio jina la Mungu. Kuko na andiko inasema Baba Mtakatifu sio jina la Mungu kwa maandiko. Tukukubali leo. Mimi ndakutolea Mungu anaitwa Baba Mtakatifu. Sasa wewe toa kwenye Biblia Mungu aitwe Baba Mtakatifu. Tunaamini Mungu ako na majina mengi. Moja wapo ikiwemo jina la Baba Mtakatifu. Angalia Samueli wa kwanza 2 mstari wake ni wa 2, nasema hivi: hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe. Ati hakuna nini? Hakuna yeyote ila yeye. Anaitwa nani? Mtakatifu. Anaitwa nani? Mtakatifu. Anasema wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Kwa hivyo hapo imetumia jina Bwana Mtakatifu. Bwana Mtakatifu. Haya, tusome pia 6 mstari wake ni wa 20. Hiyo kitabu. Angalia. Inasema hivi, mstari wake ni wa 20. Inasema, na hao watu wa Beth-Shemeshi wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana huyo Mungu mtakatifu, naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu? Kwa hivyo hata watu walielewa Mungu anaitwa mtakatifu, Bwana mtakatifu. Kwa hivyo kwanza jina takatifu ni jina lake. Anaitwa Bwana mtakatifu, Baba mtakatifu. Unaposoma Malaki 2 mstari wake ni wa 10, nasema, je, sisi sote hatuna baba mmoja, ndiye Mungu aliyetuumba? Sasa huyo baba tutamuhitaji aliyetuumba? Si ni Baba Mtakatifu? Sasa mbona unapinga maandiko? Tusome pia Isaya 43 mstari wake ni wa 15, inasema hivi. Angalia. Tusipinge maandiko na yako wazi. Tusipinge. Mimi ni Bwana mtakatifu wenu, muumba wa Israeli, mfalme wenu. Bwana mtakatifu, muumba wenu. Pia hiyo kitabu cha Isaya 47:4. Angalia. Mkombozi wetu
Bwana wa majeshi ndilo jina lake, mtakatifu wa Israeli. Sasa huyo Bwana tu mmoja ambaye ndio mtakatifu wa Israeli. Yesu anasema hivi, huyo Bwana. Maana kwa Biblia hakuna Bwana mwingine mtakatifu isipokuwa Mungu. Angalia Yohana 17:11. Yesu anaongea lugha moja na wale, lakini angalia vile Yesu alitumia hapa lugha tofauti na ya wale. Wale wamesema Bwana mtakatifu. Samuel amesema Bwana mtakatifu. Isaya amesema Bwana mtakatifu. Yesu anasema nini? Katika 17:11 anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu. Kwa hivyo Yesu alitumia Baba mtakatifu. Maana katika Malaki 2 tuko na anasema 2:10, tunaye Baba mmoja ndiye aliyetuumba. Baba mmoja. Sasa huyo Baba ni nani? Na ni swali kwako, je, huyo Baba ambaye alituumba ni mtakatifu? Anaweza kuitwa mtakatifu? Kwa hivyo Yesu anapotumia jina Baba mtakatifu na manabii wanapotumia jina Bwana mtakatifu, hakuna tofauti. Wanawakilisha ama wanampoint huyo mmoja, Bwana ambaye ndio Baba mtakatifu. Na jina ambalo system hii ya Kiroma imechukua ni jina la Baba mtakatifu ambalo Yesu amelitaja hapa. Wamelichukua jina la Mungu. Hiyo ndio jina ambalo walichukua hapa. Kwa hivyo Biblia yote imetaja Bwana mtakatifu ambaye ndio Baba mtakatifu, jina la Mungu. Wewe toa hiyo, sio jina la Mungu. Usiseme tu kwa maneno, kwa mdomo. Toa andiko. Mungu sio Baba mtakatifu, tutakuelewa. Lakini maneno yako weka nayo na udanganya wajinga. Hebu tuendelee kumsikiliza. Lakini kwa sababu hawa wana matengenezo, wanatuchanganya. Wanachukua wanasema sisi wa Lutheri ni watoto wa Papa, ni watoto wa Roman Catholic. Haya, pia anaendelea kusema sisi tunasema wa Lutheri ni wana wa Baba mtakatifu. Ni kweli, tunasema ukweli. Hiyo hujtusingizia. Umesema ukweli. Na hatusemi tu kwa maneno yetu, tuko na ushahidi. Angalia, kwa nini tuite wa Lutheri ni wana wa Baba mtakatifu? Kitu ya kwanza, wamechukua sabato yake ya Jumapili. Kitu ya pili, wako na mafundisho mengi ya uongo ambayo imetoka Vatican. Sasa katika roho nabii natuambia hivi. Angalia. Katika GC 571.1 inasema mafundisho yaliyobuniwa katika nyakati za giza zaidi bado yanashikiliwa. Mtu asijidanganya. Upapa ambao wa Protestanti sasa wako tayari kuheshimu ni ule uliotawala ulimwengu katika siku za matengenezo ama siku za Dark Ages. Wakati watu wa Mungu waliposimama kwa kuhatarisha maisha yao ili kufichua uovu wake. Kwa hivyo maandiko yanatuambia mafundisho yaliyobuniwa katika zama za giza ama zama za wana matengenezo walipokuwa wanaamka, maandiko yanasema bado yameshikiliwa na Waprotestanti wengi nyakati hizi. Kwa hivyo sio nyinyi tu wa Lutheri, Waprotestanti wote ni watoto wa Baba mtakatifu, maana wanaheshimu. Na quotation inasema ni mafundisho yale. Alafu inasema wana matengenezo walikataa mafundisho hayo. Walihatarisha maisha yao kwa kufichua uongo wake, kama Martin Luther ambaye mnakiri ni baba yenu. Alihatarisha maisha yake. Alikufaje? Historia yake alikufaje? Sasa nakuuliza, Martin Luther alipinga utawala wa kina Kaisaria, utawala wa kina Agustino, utawala wa kina Herode, ama alikuwa anapinga utawala wa kikanisa wa Kiroma? Hiyo ni swali na kupatia homework, utupee majibu. Martin Luther alipinga mafundisho ya kanisa. Hakupinga mfumo wa kiserikali wao, hapana. Sasa wewe unajua tu mfumo wa kiserikali, lakini haujui mfumo wa kidini ambao walianzisha, ambao ulisababisha Martin Luther akakufa. Sasa Martin Luther alikufa aje?
alikufa kifo mzuri, na nini kilimuua? Nini kilisababisha akufe? Kina John Knox, kina Wycliffe, kina Tyndale, wengine waliteketezwa moto kwa sababu ya kutafsiri Biblia. Je, waliteketezwa na utawala upi? Swali kwako. Na kwa nini wateketezwe? Kwa nini wengi wafungwe? Ni kwa sababu walikashifu serikali ya Kiroma ya kikanisa. Kanisa ilikuwa ni mafundisho mabaya. Kwa hivyo quotation anasema baada ya mafundisho hayo yanaheshimiwa na Waprotestanti wa leo. Tusome quotation nyingine. Tunaenda hapo tu, tunaenda .3. Nasema Catholicism indeed resemble much of the Protestantism that now exist. Meona? Inasema Ukatholiki unafanana na Uprotestanti wa leo, kwa sababu Uprotestanti umeharibika sana tangu siku za wana matengenezo. Reformers walipoamka wakijaribu kurudisha watu kwenye misingi ya kweli, Waprotestanti wa wakati huo baadhi yao wako wapenda, badala waungane na wana matengenezo kwa ajili ya kupaza sauti, kwa ajili ya kusimamisha misingi ya kweli, wao walianza kuwachukia, wakaanza kuwaona ni kana kwamba watu wabaya, hawastahili. Wakaungana na Roma kuwatesa. Kwa hivyo wakawa wamerudi katika nyayo za baba wa uongo. Zikarudi katika nyayo, wakarudi katika nyayo za upapa. Kusema tunaenda sasa 572.1 inasema kujifunza Biblia kwa maombi kungewaonyesha Waprotestanti tabia halisi ya upapa. Kama kweli Martin Luther alikuwa ni Mprotestanti wa kweli, basi namaanisha Waprotestanti wa leo walifaa wawe wa ukweli, hawafai kuwa wa uongo. Lakini kwa nini tunasema ni wa uongo? Wako katika sabato ya uongo, wamerudi katika nyayo za baba mtakatifu, utawala wa kiuongo. They resemble much of the Protestantism that now exist today. Wamerudi, tabia zao ni za leo, ni kama tabia zao na za leo zinafanana, resemble. Sasa quotation inaendelea kusema kujifunza Biblia kama kweli hawa kina Mwamkemwa wanaojiita wa Protestanti, kama wangejifunza Biblia kwa maombi na kwa unyenyekevu, wangeelewa tabia halisi ya Uprotestanti na upapa. Wangeelewa tabia halisi ya Uprotestanti na tabia halisi ya upapa. Lakini kwa sababu hawataki kunyenyekea, hawaombi, ndio naona hawaelewi, wataendelea kuwa gizani. Ndio naona Mwamkemwa ataendelea kutetea baba mtakatifu, maana hajaelewa, bado hajamuelewa. Alafu inaendelea nasema wangetengeelewa tabia halisi ya upapa na kuwafanya kuchukia na kuepuka. Kama wangekuwa wanyenyekevu, wanataka kujifundisha na kuelewa system hii vile maandiko yamefunua, wangechukia system hiyo kama Martin Luther alivyochukia pamoja na wana matengenezo wa kwanza, na wangeepuka na ghadhabu inayokuja mbele ambayo imekusudiwa kumwagwa juu ya utawala huo wa kikanisa ya Kiroma. Lakini quotation inaendelea kusema, lakini wengi ni wenye hekima katika kujiona kwao wenyewe. Wanajiona basi, sisi tumefika, sisi tumefika. Hatuhitaji kitu chochote. Sisi hatutaki kufundishwa na mtu yoyote. Ndio naona leo tunakashifiwa. Tukisema utawala huu uko hivi na hivi, wanasema hapana, sio hivyo na hivyo. Tukisema leo iko ABC, yaani wamejiona wao kuwa ni wenye hekima wenyewe. Kwa hivyo yule ambaye atajiona mwenye hekima mwenyewe, ambaye hatachukua muda kusikiliza hoja zetu, hatachukua muda kujifundisha Biblia na kuelewa unabii wa Danieli na Ufunuo, atakuwa amejiona kuwa mwenye hekima na atapotea na ataingia kwenye hiyo ibada ya uongo. Naendelea kusema watajiona kuwa wenye hekima wenyewe, kwamba hawahisi haya ya kumfuata Mungu kwa unyenyekevu ili waweze kuongozwa katika ukweli. Ingawa wanajivunia kuelimishwa kwao, hawajui maandiko na uweza wa Mungu. Hiyo ndio shida ambayo iko katika watu Protestanti
wengi wa leo hawataki kujifundisha, wanajiona kuwa wenye hekima. Kwa hivyo hili tuelewe system ya Kirumi, lazima tusikilize Biblia inasemaje. Na lazima pia tuelewe historia ya wana matengenezo, vile walivyoamka na vile walivyopingana na hiyo serikali, ili turithi nyayo zao, ili turudi katika nyayo zao. Tusije tukawa na Protestanti ambao wamerudi Misri na hawana habari. Tusiwe tumebaki tu na jina Protestanti. Tuwe na jina Protestanti na tuwe na imani wa Protestanti. Hiyo ndio kitu najaribu kusema. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba ujumbe huo umemfikia Mama Kema na tunaendelea kujifundisha mengi. Mzidi kutuombea tunapotoa presentation kama hizi na kutoa majibu. Haimaanishi ya kwamba namchukia mtu yoyote, la hasha. Nawapenda sana. Yule ambaye anachukia ni shetani na uongo wake pekee. Lakini Muislamu, mtu wa imani tofauti na yangu, nampenda sana na nazidi kumwombea ili aweze kujua ukweli. Na pia kama unaona mimi nimepotea, niko tayari kujadili na wewe. Niko tayari kukaa kwa meza tujadiliane. Mungu awabariki sana. Basi tupatane kwenye episode nyingine. Msisahau kufuatilia mafundisho yetu kwenye platforms tofauti katika channel hii ya Warning of the Last Days, Present Truth, Loud Cry, Sauti Nyikani, Biblia Nuru ya Dunia, ambazo zinapeperusha ujumbe wa wakati. Hizo ni platforms za wana matengenezo ambao usikose kusikiliza. Kuna mambo mengi ya kujifundisha. Usikae tu ignorant, bali uweze kuelewa mafundisho ya Mungu ya kweli ni yapi. Mungu awabariki sana mtakapokuwa mnafanya hivyo. And remember to subscribe so that usipitwe na any presentation. Mungu awabariki sana na muwe na jioni njema, na watakia mibaraka ya Mungu juu yenu. Warning of Last Days, sauti ya ukweli.